Kwa hiyo tumetoka kusoma kitabu cha Mwanzo, mlango wa kwanza, mistari ya kwanza 5, kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa tupu tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Ilikuwa ni baada ya muda mrefu sana na uzoefu wa siku nyingi na haya maandiko, kabla sijagundua kwamba hapa halizungumziwi jua. Hii nuru sio nuru ya jua au mwezi. Ilikuwa ni nuru tofauti, kwamba ni nuru tu. Aliumba nuru na ikapewa muda wake, kwamba nuru itatawala kwa kipindi fulani cha muda, na baada ya hicho kipindi litaingia giza, nalo giza litatawala kwa kipindi fulani. Kile kipindi kimoja kikaitwa mchana na kipindi kingine kikaitwa usiku. Kwa hiyo hamna jua, hamna mwezi. Nikiwa kama darasa la 4 shuleni, tulifunzwa kuhusu mchakato ambao mimea inatumia ili kupata chakula. Na tukaambiwa kwamba ukiona kwamba mmea una rangi ya kijani, kwamba ile rangi ya kijani huwa ni kitu fulani katika ule mmea ambacho kina umuhimu mkubwa katika kutengeza lishe ya ule mmea. Lakini niwaulize hivi, mimea inaibuka siku ya ngapi? Mimea inaibuka siku ya 3. Lakini jua na mwezi vinakuja siku ya ngapi? Vinakuja siku ifuatayo, siku ya 4. Hii mimea ambayo ilikuwa ni ya rangi ya kijani ilipata rangi ya kijani siku ya 3 au baadaye, baada ya jua kutokea, ama ilikuwaje? Kwa hiyo nitoe picha kwamba hivi ambavyo vinaelezwa katika maandiko, kuna vingine hapa kwa sababu ya anguko hatuwezi kuvielewa vizuri. Jumapili iliyopita tulichunguza na tukaona kwamba upo utatu wa Mungu katika hii mistari ya uumbaji, kwamba maandiko yanaposema Mungu aliziumba mbingu na nchi, Mungu anayezungumziwa ni Mungu wa utatu. Ni Mungu wa utatu. Japo katika hili andiko, kama nilivyoeleza katika ule mfano, mambo hayapo wazi, hayajawekwa vizuri kama yatakapokuja kuwekwa baadaye katika maandiko. Lakini hapa tayari katika haya maandiko kuna vidokezo kwamba Mungu ni Mungu wa utatu. Na tukathibitisha vizuri wiki iliyopita kwamba Mungu ni Mungu wa utatu. Katika jina la Elohim yupo Mungu Baba, yupo Mungu Mwana na yupo Mungu Roho Mtakatifu. Tulithibitisha hilo. Hii leo nataka tuangazie swala ambalo mara nyingine umelisikia. Watu wametuambia, na si mara moja na si mara mbili. Wanatuambia, nyinyi Wabatisti, ibada zenu si ibada za kiroho. Hamna upenyo, hamna mguso katika ibada zenu. Nyinyi ibada zenu, nyimbo zenu hazina uchangamfu. Hakuna chochote katika ibada zenu. Ibada zenu ni wasomi tu, vitabu tu, uchambuzi tu. Lakini Roho Mtakatifu mmemtenga. Mimi nataka tufanye udadisi katika haya maandiko ambayo tumeyasoma. Tufikirie kwa pamoja hili ambalo tumetoka kulisoma, ili tupate kuona mwisho wa siku hivi. Haiwezekani, kwa mujibu wa maandiko, haiwezekani kumtenganisha neno aliye Mungu na Roho wa Mungu. Kwamba alipo Roho nalo neno lipo. Ilipo neno, hesabu kabisa kwamba Roho pia yupo. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakuja kuona kwamba ni kweli Wabatisti wamelaumiwa au makanisa fulani yamelaumiwa kwamba nyinyi hamna ibada za kiroho au nyinyi hamuongozwi na Roho. Lakini nataka kusema kwamba si kweli. Si kweli, kwa sababu haiwezekani kumtenganisha Roho wa Mungu na neno la Mungu. Hapa katika andiko ambalo tumetoka kulisoma, angalia tena, fungua maandiko, angalia tena. Unamuona katika mstari wa 2 Roho wa Mungu. Unamuona yuko pale, Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3 kinachofuata baada ya kutajwa kwa Roho, kinachofuata moja kwa moja ni kwamba tunaelezwa na maandiko kwamba neno la Mungu lipo pia, kwa sababu Mungu akasema. Na katika mistari inayofuata hata kufikia mstari wa 26 unaona tena na tena
Mungu akasema, Mungu akasema, Mungu akasema. Kwa hiyo katika uumbaji huu wa kwanza, uumbaji wa Mungu unatendeka kwa unenaji wa Mungu, au tuseme hivi, uumbaji unatendeka kwa neno la Mungu. Mungu anasema tu iwe na inakuwa. Sawa. Kwa hiyo tumeona kwanza kabisa katika Mwanzo mlango wa kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 3, alipotajwa roho katika mstari wa pili, mara moja tukaambiwa neno pia lipo. Kwa sasa tutasema neno lipo. Tukiendelea kusoma maandiko, nataka nitoe mifano mingi na nikidhani hautaweza kuikumbuka yote. Lakini kuna kitu ambacho nataka ubaki nacho katika akili yako. Ulione vizuri ili jambo kwamba hauwezi kumtenganisha Roho Mtakatifu na neno la Mungu, kwa sababu utakuja kuona hili neno ni huyu neno, kwamba huyu ndiye wa pili katika ule utatu wa Mungu. Tukiangalia katika Isaya nabii mlango wa 59 na mstari wa 21, nitawasomea Isaya nabii mlango wa 59 mstari wa 21. Mungu anatoa ahadi kwa taifa la Israeli. Anasema hivi. Anasema, tena kuhusu habari zangu, hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, Roho wangu alio juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wana wako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele. Mungu anatoa ahadi kwa taifa la Israeli. Lakini iangalie ile ahadi kwamba ina sehemu mbili. Ina upande wa kwanza na upande wa pili. Na kama vile kwenye sarafu. Tuseme, nikisema sarafu na maanisha Kiingereza coin. Kwenye sarafu hauwezi kutenganisha upande wa pili useme mimi nataka upande huu peke yake, upande mwingine si utaki. Hapana. Ukiipokea sarafu inamaanisha nini? Umezipokea pande zote mbili. Kwa hiyo hawawezi kusema hii ahadi ya Mungu, sisi hatutaki mambo na neno, sisi tunampokea roho peke yake. Hapana. Ahadi inapokuja kwa taifa la Israeli inakuja hivi. Inakuja kwa hizi namna kwamba roho wangu kwanza, pili maneno yangu. Hivi viwili vimeambatana, havitenganishwi. Katika Zaburi, tumeisoma Zaburi tulipokuwa tukianzisha ibada ya Kiswahili asubuhi ya leo. Zaburi 33 mstari wa 6 tulisoma kuhusu uumbaji na tukasoma hivi. Zaburi 33 mstari wa 6, kwa neno la Bwana mbingu ziliumbwa kweli, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Niwakumbushe jambo ambalo tumelisema hapa kanisani na tutaendelea kulisema kwamba katika lugha ya Kiebrania, ambayo ndio lugha ya maandiko ya Agano la Kale, lugha asili ni Kiebrania. Katika Kiebrania unaposema pumzi, unaposema upepo na unaposema roho, neno ni lile lile. Pumzi, upepo, roho, neno linabaki kuwa lile lile. Lakini sasa muktadha unatawala, unaongoza kuleta maana. Je, katika hiki kifungu kinachomaanishwa ni pumzi au ni roho au ni upepo? Kwa inategemea na ule muktadha wa lile andiko. Hapa neno la Bwana mbingu ziliumbwa na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Utaelewa vipi huo muktadha? Utaelewa kwamba kupumua kwa Mungu ni sawasawa na kusema nini? Je, niulize swali. Inawezekana wewe kutenganisha kupumua kwako na kunena kwako? Ni swali. Inawezekana? Kuna unenaji pasipo pumzi? Haiwezekani. Haya yote tunayasema ili kuleta hii picha. Hii picha ni muhimu sana kwamba hauwezi kutenganisha neno la Mungu na roho wa Mungu. Pumzi ya Mungu hauwezi kuvitenganisha hivi. Ezekiel nabii anaonyeshwa maono, na huu si uumbaji, huu ni ufufuo, kwa sababu taifa Israeli wanaonekana kwamba ni mifupa mikavu iliyokauka. Na tupo katika bonde la mifupa, Ezekiel 37. Kumbuka kwamba katika Kiebrania neno la pumzi, upepo na roho ni lile moja. Ezekiel 37, Israeli machoni pa Mungu ni mifupa mikavu, mifupa iliyokauka. Hawa ni wafu katika dhambi na makosa. Tunasoma hivi Ezekiel 37 mstari wa 4
na 5, kisha nitaruka nisome na mstari wa 9. Ezekieli 37 nasoma mstari wa 4 na wa 5, kisha nitaruka hadi mstari wa 9. Nilishawaambia kwamba maandiko tutayasoma ni mengi na si kwamba lengo ni uyakumbuke yote. Hapana, lengo ni kwamba uione ile picha kwa ukamilifu wake. Picha ni hii. Akaniambia tena mstari wa 4, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni nini? Neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia, alafu lile neno la Kiebrania pumzi, au ukilisoma kwa muktadha mwingine unaweza kusema pia upepo, au kwa muktadha mwingine unaweza kusema pia roho, lakini hapa nitaitia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Kisha turuke tusome mstari wa 9. Ndipo akaniambia mstari wa 9, utabirie upepo, neno linabaki kuwa lile lile. Mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi. Kwa mara nyingine tena unaona kwamba haya maneno yanaleta taswira fulani. Taswira gani? Taswira ni hii, kwamba machoni pa Mungu haiwezekani kulitenganisha neno lake na roho wake. Haiwezekani. Hivi viwili havitenganishwi. Na inaendelea hivyo katika historia ya Israeli mwana wa Mungu, kwa sababu Israeli ni mwana wa Mungu, hata kufikia kuzaliwa kwa huyu Yesu Kristo. Yesu Kristo tumuelewe vipi? Unaposoma maandiko katika Yohana, maandiko katika Yohana yanamtambua Yesu Kristo kwa njia ifuatayo. Niwasomee Yohana mlango wa 1. Kwa hiyo kuanzia mlango wa 1 wa kitabu cha Mwanzo tumekuja hivyo, na nimesoma kifupi tu. Ni mengi lakini nimesoma kifupi tu kwamba Roho wa Mungu na neno la Mungu siku zote utaviona vikiwa pamoja, havitenganishwi hivi viwili, au kwa usahihi zaidi hawa wawili. Kwa sababu neno, tunaenda kusoma katika Yohana hivi kumhusu neno. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno, sio nalo neno, bali anasema naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa hiyo sawa, huyu neno kuanzia mlango wa 1 wa kitabu cha Mwanzo, huyu neno hajawahi kutenganishwa na yule roho. Kwa hiyo alipo roho humkosi neno, wanaambatana pamoja. Ahadi inapotolewa na Mungu kwa taifa la Israeli katika Isaya 59, neno na roho. Katika kuhuishwa kwa taifa, neno na roho. Naona hivyo. Katika uumbaji ule wa kwanza, neno na roho. Hivi sasa tumefikia hatua kwamba huyu ambaye ni wa pili katika utatu wa Mungu anashuka ili kukamilisha nini? Ukombozi wa watu wa Mungu. Kwa nini? Kwa amri ya Mungu Baba. Kwa amri ya Mungu Baba uumbaji wa kwanza ulifanyika. Mungu alisema iwe. Lakini Mungu anaposema iwe, utenda kazi kufanikishwa kwa ile amri, wanakuja wawili hawa ambao hawatenganishwi, Mungu Roho, Mungu Neno, wa pili na watatu. Kwa hiyo pia katika huu uumbaji wa pili unaoenda kufanyika sasa, tunaingia katika awamu ya pili, kwamba ulimwengu wa kwanza ushaanguka katika dhambi na makosa, ushapasuka kwa sababu ya dhambi na makosa. Lakini tunasoma katika maandiko, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akafanya nini? Akamtoa mwanawe wa pekee ili yeyote afanye nini? Bali awe na nini? Uzima wa milele. Aliposema hivyo, Mungu Baba ametoa tamko kama vile alivyofanya pale katika ule uumbaji wa kwanza. Utekelezaji wake sasa ni kwamba Mungu Roho, Mungu Mwana, lakini hatusemi Mungu Mwana kwa sasa, tuseme Mungu Neno. Kwa maana Yohana amesema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo tuseme hivi, ili maandiko yasimame, na maandiko hayawezi kutangulika. Ili maandiko yasimame, neno anaposhuka lazima pia roho atashuka. Roho anashuka, anamjilia Bikira Maria.
tumesema Jumapili iliyopita, katika vilindi vya tumbo la uzazi la Bikira Maria anamtengezea huyu ambaye ni neno Mungu wa pili katika utatu, anamtengezea makazi, mwili atakapokuja kuishi, Immanueli, Mungu pamoja nasi. Anapozaliwa, tunasoma katika Luka 4, anapozaliwa huyu ambaye ni neno, tunapata kwamba Roho anashuka juu yake wakati wa ubatizo. Ndiyo, Luka 3:21 hadi 22. Luka 4, huyu ambaye ni neno aliyefanyika mwili, Luka 4, amejazwa na Roho Mtakatifu, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Tumeyasoma, tumeyasikia, lakini nataka uyafikirie upya kwamba haijawahi kuja siku hata moja ambapo utamwona Roho na ukose kumwona neno. Neno amefanyika mwili, ameingia duniani. Kuingia kwake duniani tunasoma katika Luka 4, Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu. Kwani Yesu hatoshi? Kwani Yesu si Mungu? Si ni Mungu katika mwili? Basi mbona ajazwe Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu haijawahi kuonekana kabla ya uumbaji, katika uumbaji na katika huu mchakato wa uumbaji mpya, haijawahi kuonekana siku wala dakika ambapo Roho wa Mungu ametenganishwa na Mungu aliye neno. Haijawahi kutokea. Kwa hiyo huyu anapozaliwa, mwili anaoishi ndani yake umetengezwa na Roho Mtakatifu. Anapojitokeza katika ubatizo wake, Roho anamjilia. Anapoanza huduma, tunasoma kwamba Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho. Amejawa na Roho, anaongozwa na Roho. Haya, huyu ambaye amejawa na Roho, huyu ambaye ameongozwa na Roho, anapokaa na kutangaza huduma yake, ni huduma aina gani? Tunasoma hivi katika Luka bado. Akaenda Nazareti, Luka 4:16. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, akakifungua kitabu, akapata mahali palipoandikwa Roho wa Bwana. Yaani maandiko si ni mengi na mapana na marefu. Huyu ambaye ni neno alipopewa maandiko asome, alichagua kusoma nini? Alichagua kutukumbusha kwamba yeye hawezi kutenganishwa na Mungu Roho. Haiwezekani. Cha kwanza anachokitangaza ni kwamba Roho wa Bwana yu juu yako. Yaani kabla ya yote, juu ya yote, zaidi ya yote, kikubwa katika huduma ya Yesu Kristo ambaye ni Mungu neno. Kwani hatoshi? Niwaulize tena, kwani hatoshi? Si angetoka aseme mimi ni Mungu wa pili katika utatu wa Mungu, si mimi nimetosha? Lakini tangu asili, nikisema tangu asili namaanisha hata kabla ya uumbaji, Mungu Mwana na Mungu Roho huwezi kuwatenganisha. Kwa amri ya Mungu Baba, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Anapomtoa lazima washuke. Na Mungu Baba ameshaagiza. Roho ameshuka, neno ameshuka. Neno natangaza, Roho wa Mungu juu yangu kwa maana amenitia mafuta. Amenitia mafuta kwa kuhubiria maskini habari njema. Anapofanya uponyaji katika Luka 5, tunasoma kwamba Luka 5:17, anapofanya uponyaji, uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Uweza wa Bwana ni nani kama sio Roho Mtakatifu? Uweza wa Bwana ni stima, ni umeme. Uweza wa Bwana ni kitu gani? Wewe ukisikia uweza wa Bwana unaelewa vipi? Sio nishati. Hapana. Ni nafsi, ni Roho Mtakatifu. Uweza wa Bwana ulikuwa hapo apate kuponya. Luka 5:17. Wanaporudi wale amewaagiza, wameenda, wamefanya mambo makubwa, wametoa mapepo, wameponya, wanarudi wanatoa ripoti kwake Yesu. Katika Luka mlango wa 10, wanatoa ripoti. Yesu anafanya kitu cha ajabu, lakini kitu hichi kinatukumbusha yale tuliyosema Jumapili iliyopita. Tulisema Jumapili iliyopita kwamba
katika utatu wa Mungu kuna ukamilifu wa ushirika. Kwamba sisi wanadamu, ukiona mtu ambaye amekuja kujihusisha na sisi, mara nyingi atakuwa amekuja kwa sababu ana malengo yake binafsi. Anatafuta ushirika na sisi lakini ana malengo yake binafsi. Na sisemi kwamba siku zote kwamba malengo yatakuwa ni mabaya. Malengo yake binafsi ni kwamba pengine mimi nataka watoto wangu wasome neno la Mungu. Kwa hiyo anajifikiria yeye kwanza. Hafikiri kwamba wacha nitafute kanisa ambapo nitatumika na Mungu. Hapana. Anatafuta kanisa ili yeye masuala yake yashughulikiwe. Na sisemi kwamba ni vibaya. Sisi mara nyingi wanadamu tunafikiria hivyo. Mwingine anafikiria anasema wacha nijiunge na hili kanisa kwa sababu naona hawajui kuimba. Watanitambua kwamba mimi ndio mimi. Unaona? Sio kwamba umeona udhaifu alafu unakuja kujaza pengo, hapana. Unakuja kujionyesha. Lakini sasa ushirika katika utatu wa Mungu kuna ukamilifu pale. Soma Luka 10:21, unasikia andiko likisema hivi. Saa ile ile alishangilia katika Roho Mtakatifu. Kwani hawezi kufurahi kivyake? Hawezi kufurahi kivyake. Luka 10:21. Yaani anaposikia ripoti nzuri kutoka kwa hawa, sio kwamba anafurahi yeye kama yeye, hata kule kufurahi. Yaani hata katika mambo ya kawaida. Hapa hakuna sherehe, hakuna karamu yoyote. Sio kwamba yametokea mambo makubwa na yasiyo ya kawaida. Hapana, amesikia kwamba wamerudi, wana ripoti fulani. Anafurahi, lakini kwa sababu ya ule ukamilifu wa ushirika, tunasoma saa ile ile alishangilia katika Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Baba. Amesikia Mungu neno, anafurahi katika Mungu Roho, anamzungumzia Mungu Baba. Angalia ushirika huo. Angalia ushirika huo. Ni ushirika wa ajabu. Hata katika kufa kwake. Yesu Kristo anasulubiwa msalabani. Wewe unaposoma, unamwona tu Yesu Kristo kwamba ameshikwa, anaangikwa msalabani, kuna misumari, kuna dhiki nyingi. Lakini maandiko yanasema hivyo katika Waebrania mlango wa 9. Waebrania mlango wa 9. Mstari wa 13 na 14. Nisome wa 14. Mstari wa 14 wa Waebrania 9 unasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na dosari. Yaani huyu ambaye ni wa pili anajitoa msalabani, lakini anajitoa kwa Roho wa Mungu nafsi yake, na hiyo nafsi anamtolea Mungu. Ushirika unadumishwa hata msalabani. Katika kufurahi unaona ushirika wa utatu. Hawezi kufurahi peke yake, anafurahi katika Roho. Katika kuangikwa msalabani, katika dhiki, katika giza, katika maumivu, yupo pamoja na Roho. Hawatenganishwi hawa. Na sio kwamba wawili peke yao, ninawaangazia wawili kwa sababu nataka kuwasilisha hoja fulani, lakini pia si Mungu Baba mnamuona. Anapofurahi, anafurahi katika Roho, lakini anamzungumzia Mungu Baba. Hapa anajitoa kwa Mungu Baba msalabani, lakini anajitoa kwa Roho Mtakatifu. Yupo pale msalabani. Humuoni, ile dhabihu imeelekezwa kwake Mungu, kuridhisha ghadhabu ya Mungu. Sawa? Amewasilishwa pale kwa rehema za Mungu, kwa sababu tunastahili sisi, lakini vimeondolewa ambavyo vilikuwa ni vyetu sisi. Vimepelekwa msalabani, vikaangikwa juu yake. Ghadhabu yote ikamshukia pale. Ikimshukia pale, Roho yuko wapi? Anajitoa kwa Roho Mtakatifu. Anajitoa kwa Mungu Baba. Haya, na katika ufufuo utawatenganisha? Hauwezi. Maana tunasoma katika Warumi mlango wa 1 mstari wa 3. Warumi mlango wa 1 mstari wa 3 kwamba yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili, na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho wa utakatifu, kwa ufufuo wa wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. Yaani huyu ni mwanadamu kamili kwa ukoo wa Daudi, ndiyo, lakini amedhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu, kwamba ndiye wa pili katika utatu, kwa jinsi ya Roho wa utakatifu, ambaye ni nani?
ni yule watatu katika utatu wa Mungu. Kwa hiyo yani kufikia sasa hawatenganishwi. Anapopaa na kwenda mbinguni, huyu ambaye ni wa pili katika utatu, huyu ambaye ni neno la Mungu, huyu ambaye alikuweko pamoja na Mungu lakini pia ni Mungu, akaja akashuka. Aliposhuka katika kila jambo, aliposhuka huko chini, ushirika ulidumishwa vile vile kama ulivyokuwa kabla ya yeye kushuka. Mambo yote, wakati wote, katika kila kitu yupo pamoja na Roho. Anaporudi mbinguni, je, inakuwaje? Anaporudi mbinguni katika Ufunuo wa Yohana milango ya kwanza, wa pili na watatu, tuseme mlango wa pili na mlango wa tatu, zipo barua 7 anazoziandika Yesu Kristo kwa makanisa 7. Anahitimisha kila barua kwa njia ile ile. Anasema hivi: yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Kwa hiyo unenaji wa Yesu Kristo aliyepaa, aliyetukuka, unenaji wa Yesu Kristo, unapoisikia ile sauti, ujue kwamba ni sauti ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hawajatenganishwa. Kumsikia Kristo ni kumsikia Roho Mtakatifu. Yeye amerudi, lakini huku chini kazi inaendelea. Ni kazi aina gani ambayo inaendelea? Niliwaambia maandiko ni mengi, lakini analeta picha fulani. Okay? Huenda pengine umekuwa ukijiuliza, hili kanisa mbona hatuna mambo ya kiroho? Mbona hatuimbi nyimbo za kiroho? Kwa nini tunaimba kama tumesimama kama askari? Hata hawafikiri wakatafuta kinanda angalau hao watu. Tunasimama tu, maombi ni yale, mahubiri ni yale. Sikia, hata baada ya kupaa kwa Mungu neno, sisi tulio huku chini tunasoma katika Yakobo mlango wa kwanza kwamba imekuwaje tumekuwa Wakristo. Yakobo mlango wa kwanza mstari wa 18. Inasema kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Tumezaliwa kwa neno. Mtoto akizaliwa apewe nini? Ugali, mchicha, apewe maziwa. Petro anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23. Anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima linalodumu hata milele. Anathibitisha pia kwamba tumezaliwa kwa neno. Lakini anasema pia kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili. Anasema maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Maziwa ya akili yasiyogoshiwa ni nini? Petro amesema yatamanini maziwa ya akili. Si mmezaliwa mara ya pili, si mmezaliwa kwa neno. Yatamanini maziwa yasiyogoshiwa. Nini ni maziwa yasiyogoshiwa? Ni unabii. Mimi namtabiria mtu, sijui ni nani. Alafu anangoja kusikia. Akisikia amen imetokea kubwa, anasema wachana na hawa. Yuko hapa. Natabiri katika jina la Yesu Kristo. Hayo sio maziwa yasiyogoshiwa. Maziwa yasiyogoshiwa, niwape mfano, ni kama vile anavyosema mwandishi wa Waebrania mlango wa 3 mstari wa 7. Anasema kwa hiyo kama anenavyo Roho Mtakatifu, anaenda kukariri andiko fulani, Zaburi ya 95. Hiyo Zaburi ya 95 imeandikwa miaka 1000 kabla ya Yesu Kristo kuingia duniani. Lakini huyu mwandishi wa Waebrania katika mlango wa 3 na mstari wa 7, akienda kuinakili ile Zaburi ya 95, anataja kwamba ni kama inazungumzwa sasa. Anasema kama anenavyo, sio kama alivyosema Roho Mtakatifu. Anasema katika wakati uliopo, kama anenavyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa huyu mwandishi kulisoma andiko, haijalishi limeandikwa lini, ni kumsikia Roho kwa wakati uliopo. Tuko pamoja? Kwamba unapolisoma andiko, unapofungua maandiko na unasoma, unachokisikia pale sio mambo ya zamani. Hapana, ni unenaji wa Roho Mtakatifu kwa sasa, kwa wakati uliopo.
Pia la mwisho katika ni msururu mrefu wa mawazo ambao nimewasilisha kwenu asubuhi ya leo. Maandiko yamekuwa mengi, lakini cha mwisho ambacho nataka kukitaja ni hiki, kwamba ujazo wa Roho ni ujazo wa neno. Ujazo wa Roho ni ujazo wa neno. Kuna maandiko mawili ambayo ni pacha. Andiko la kwanza lipo katika Waefeso 5 na andiko la pili ni Wakolosai 3. Najua mmesikiza sana, lakini fungua haya, nataka muyaone kwa macho yenu wenyewe. Waefeso 5 fungua, alafu pia fungua Wakolosai 3 uangalie, kwa sababu kuna mpangilio wa mawazo pale ambao una ushawishi mzito. Nataka ushawishiki kwa hili. Tumetoka kutangaza katika matangazo yetu kwamba mwezi wa pupa na mihemuko umepita, mwezi wa kwanza, tumeingia mwezi wa pili. Tumakinike, turudi katika usomaji wa neno. Katika Waefeso 5:18 hadi 20, neno la Mungu linasema hivi. Waefeso 5:18 hadi 20 nasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haya, fungua sasa pale pengine Wakolosai 3:16 ambalo ni andiko pacha. Wakolosai 3:16 ni andiko pacha. Kwa hiyo katika Waefeso 5 mkazo pale ni kwamba mjazwe Roho. Wakolosai 3 mkazo tofauti, lakini ni sarafu ile ile, sema ni upande wa pili. Mkazo unaonekana kuwa ni tofauti, lakini sarafu ni ile moja, ni upande wa pili. Wakolosai 3:16 maandiko yanasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Yaani kwa maneno mengine tuseme mjazwe nini? Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu ni sawa na kusema mjazwe neno katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Matokeo, tazama, matokeo ni yale yale na matokeo ya ujazo wa Roho. Mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Matokeo ni yale yale. Kwa hiyo ujazo wa Roho na ujazo wa neno, matokeo katika maisha ya muumini ni yale yale. Kwa hiyo hivi viwili havitenganishwi. Havitenganishwi kabisa. Hawa wawili hawatenganishwi. Hauwezi kumchukua Roho ukamwacha neno. Hauwezi ukamchukua neno ukamwacha Roho. Ni sarafu moja, upande wa kwanza na upande wa pili. Sarafu inasimama ikiwa kamili na sura zake mbili. Kwa hiyo ina maana gani? Ina maana hii ya kwanza, kwamba kuongozwa na Roho ni kuongozwa na neno. Kwa hiyo sisi kama kanisa tunapokutana kila Jumapili tunafanya mambo matano. Tunalisoma neno. Maombi yetu kiangalia yanatokana na nini? Neno la Mungu. Kwa hiyo maombi yetu misingi yake ni neno la Mungu. Tumelisoma, tumeliangalia, maombi yetu yanaibuka kutoka pale. Nyimbo tunazoziimba tunasema ni nyimbo za Injili, Kiingereza gospel songs. Lakini ni kwamba tunataka tuliimbe neno siku zote katika ibada zetu. Tunatafuta kuliimba neno. Sawa? Inapofika wakati wa mahubiri, mhubiri anaposimama hapa, lengo lake kubwa ni uchambuzi wa neno. Ana lengo moja, kwamba yule aliye neno wa pili katika utatu wa Mungu aibuke kutoka katika neno lililoandikwa. Niseme tena, kazi ya mhubiri katika kanisa hili Jumapili baada ya Jumapili huwa ni moja tu, kwamba akaibuke neno ambaye ni Mungu kutokana na maandiko yaliyoandikwa. Hili neno lililoandikwa likatuongoze tupate kumwona yule ambaye ni neno. Unaona? Kama kufikia sasa haujamuona yule, basi mimi nimefeli. Lakini kama kufikia sasa una ushawishi, japo mdogo pengine au ni mkubwa sijui, kwamba huyu ni Mungu wa pili katika utatu na hawezi kutenganishwa hata kwa dakika na Roho ambaye ni watatu katika utatu, kwamba
alipo neno naye roho yupo. Tukisema jambo lina kiroho tunamaanisha nini? Lazima limetawaliwa na neno. Tukisema kwamba huyu amejazwa roho tunamaanisha nini? Anajua maandiko sana. Hapana. Kama umejazwa roho ni kwamba tunaona utii unazidi siku baada ya siku. Sio ufahamu, ni utii. Sio uzoefu kwamba unajua mimi nimekuwa kanisani miaka 17. Sawa, mimi nimekaa miezi 7. Lakini nionyeshe utii. Je, unalitii neno? Ndio swali. Kwa hiyo ibada ya kiroho ni ibada inayoongozwa na neno. Crossway Baptist Church, muwe na amani katika mioyo yenu kwamba hili ni kanisa la kiroho. Unataka hapa nje kusema kanisa letu ni la kiroho alafu nyamaza, watu watakuelewa vipi? Ninyi lazima mna zile ngoma za kupiga hivi na hawa kinapita wanasema karingaringa. Unajua karingaringa? Ha? Kama hujui karingaringa mfuate huyu jamaa umuulize akiwa mdogo alikuwa anafanya nini kanisani. Wagiriama mna nini? Nausikia. Asa kanisa ni laki. Kama hivyo havipo hilo kanisa halina roho. Alafu mnaruka majasho. Hapana, uwepo wa roho ukitaka kujua kama kanisa ni la kiroho. Daktari ukienda hospitali kitu cha kwanza ni kwamba kuna kile kipima joto, sio? Anataka kujua joto liko vipi. Wewe ukiingia mahali ambapo wanamwabudu Mungu, kipima joto chako ni nini? Sikiza kama utasikia neno. Kama haujalisikia neno, umekaa pale dakika 15 hujalisikia neno, toka uende zako. Hata usitafute mengine zaidi. Imefika dakika 15 haujalisikia neno, toka nenda. Akina mama wamefanya, watoto wamekuja wamefanya, wewe hulisikia neno, toka nenda zako. Jipumzishe, nenda YouTube. Utafute mahubiri usikize YouTube. Usihangaike na hawa. Roho hayupo. Yaani kipima joto ni sikio lako. Sikiza. Je, umelisikia neno? Wanalimba nini? Wanaomba nini? Wanazungumza nini? Kama haujalisikia neno, roho hayupo, na kuhakikishia wala si bahatishi. Unaingia unakaa unawasikiza, sio kwamba hatuwapendi. Wamevaa vizuri na wana ari ya kiungu, lakini hayupo. Kwa sababu wamefanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika tangu asili. Na nikisema tangu asili namaanisha hata kabla ya uumbaji. Mungu neno hajawahi kutenganishwa na Mungu roho. Lakini sisi uelewa wetu ni mpungufu. Tunaona hapana. Mihemuko na hisia ndio Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunajituma, tunalipuuza neno. Basi anatoka. Manake sarafu ni ile moja. Ni ile moja. Hawezi kuchukua upande mmoja wa sarafu ukasema upande wa pili hautaki. Haiwezekani. Kwa hiyo muwe na ujasiri mkubwa kwamba hili ni kanisa la kiroho. Haya, pia niseme kazi kubwa ya mchungaji wenu ni nini? Ni kutafuta pesa. Hamuoni kama tunahitaji pesa? Tunahitaji kujenga Sunday school, ni kutafuta pesa, kazi kubwa. Nyinyi tafuteni pesa, mimi sitafuti pesa. Nyinyi fanyeni kazi, mimi nayachimba maandiko. Ezra 7, kama kuna picha nzuri ya kazi ya mchungaji ni Ezra 7. Ezra alisimama mbele ya mfalme. Mfalme alipotaka kuwarejesha Wayahudi warudi kwao, alimuita huyu kuhani Ezra 7. Kwa nini? Huyu kuhani japo anaishi katika nchi ya wapagani, alikuwa na sifa fulani ambazo zilimfikia hata mfalme. Sio kwamba Ezra alipeleka barua ya maombi, akaandika CV, asema huu ndio wasifu wangu. Hapana. Mfalme alijua tu kwamba huyu ni mtu aina fulani. Ni mtu aina gani? Ezra 7 mstari wa 10. Huu ni mfano wa kilele wa kazi ya kiroho. Tunasoma hivi katika Ezra 7 mstari wa 10. Kwa maana huyo Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Ezra hakuwa na biashara ya M-Pesa. Hapana. Moyo wake unauona. Ameuelekeza wapi? Kuitafuta sheria ya Bwana. Katika mapokeo ya Wayahudi mara nyingine wanasema kwamba
Ezra alikuwa amehifadhi Torati akilini mwake yote, kwamba alikuwa anaijua yote, lakini mapokeo hatujui kwa uhakika. Tusimame na maandiko kwamba alikuwa ameuelekeza moyo wake wote kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Kwa hiyo hapa tuweke majukumu wazi, na hii ni misingi mizuri ya hii kanisa, kwamba matarajio yenu ya mchungaji sio kwamba awatafutie pesa ama azunguke wiki nzima yeye anazunguka tu. Ni akae chini achimbe maandiko. Hiyo ndio kazi yake. Ile anaposimama mbele yenu, anapozungumza kwa roho, mwisho wa siku mnapata kumuona nani? Kwamba yeye ni hodari sana. Mchungaji amesoma, yani yule amekita. Mkimuona huyo mchungaji basi amefeli. Mwisho wa siku mnafaa kuwa na ushawishi kama siku ya leo, kwamba kanisa letu ni kanisa la kiroho, kwa sababu kanisa letu tunalienzi neno. Nitakuwa nimefaulu. Lakini kama mwisho wa siku mnasema yule jamaa basi amesafiri sana, yaani katika mahubiri mara anataja Marekani, mara ameenda Uingereza, amesafiri sana. Sio kama sisi bwana. Roho yupo hapo? Hayupo. Angekuwepo mngekuwa mnalienzi nini? Neno la Mungu. Mungu ambaye ni neno. Mngekuwa mnamuona Kristo kwa macho mapya. Haya. Mwisho kabisa niseme hivi, Cross Baptist Church, kanisa letu ni changa, linaendelea kujengeka. Ndio kwa sehemu kanisa hujengeka kwa matofali na simiti na michanga, lakini kwa mujibu wa maandiko, nataka niwasomee msururu wa maandiko katika Matendo ya Mitume ili kuthibitisha kanuni, kwamba hii ni kanuni. Kanuni ni aina ya sheria na haipindiki, kwamba kanisa la Mungu hujengwa kwa neno la Mungu. Kanisa la Mungu hujengwa kwa neno la Mungu. Matendo 6 mstari wa 7. Matendo 6 mstari wa 7 inasema hivi. Matendo 6 mstari wa 7. Neno la Mungu likaenea. Hasemi Wakristo wakatapakaa. Hasemi makanisa yakawa mengi. Anasema neno la Mungu likaenea. Kisha baadaye anafuatisha anasema na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana. Matendo 6 mstari wa 7. Neno la Mungu likaenea kwanza. Pili, hesabu ya wanafunzi ikazidi. Anarudi tena katika mlango wa 12, Matendo ya Mitume 12. Anasema Matendo 12:24. Neno la Bwana likazidi na kuenea. Huyu anamaanisha nini akisema hivyo? Anamaanisha Roho wa Mungu anafanya kazi. Roho wa Mungu analijenga kanisa la Mungu. Roho wa Mungu analijenga kanisa la Mungu kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kwa mtazamo wa kiroho ni kwamba neno linazidi. Sio eti makanisa yanakuwa mengi, hapana. Neno linazidi. Neno kuzidi ni kazi ya nani? Mhubiri hodari? Hapana. Huduma yenye pesa nyingi? Hapana. Japo pesa ni muhimu, lakini hapa tunaona kwamba ni kazi ya Roho kulijenga kanisa. Anasema hivi katika Matendo 13:49. Neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Natamani sana iwe kweli kwetu sisi pia, kwamba neno la Bwana likaenea katika nchi ile yote. Sio kwamba Cross Baptist Church likazidi kuwa kanisa kubwa Malindi, likatambulika Malindi nzima, hata watu wakatoka kwa Watamu, wakatoka wapi kwingine, Kilifi, wanakuja mpaka huko. Hapana, ni kwamba neno la Mungu likapate kuenea. Mwisho Matendo 19:20. Matendo 19:20. Hivi ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Hivi ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Kwa hiyo picha tunayo tangu asili, kabla ya uumbaji. Katika uumbaji ule wa kwanza tukaanguka. Mungu Baba kaagiza kwamba tuokolewe, tukombolewe. Katika ukombozi wetu na hata katika milele inayokuja, hauwezi kumtenganisha Roho wa Mungu na Mungu ambaye ni neno. Haiwezekani. Haiwezekani. Haijawahi kufanyika, haitawahi kufanyika.
Hili ni kanisa la kiroho. Kazi tunazoziendeleza hapa ni kazi za kiroho. Kwa hiyo wewe nenda ukaishi maisha ya kiroho. Ninamaanisha nini nikisema ishi maisha ya kiroho? Mkumbuke Ezra aliuelekeza moyo wake. Sio kwamba alitenga muda kwa sababu tayari ashauelekeza moyo wake. Wewe nikuulize swali asubuhi ya leo, wewe moyo wako umeuelekeza wapi? Akina Petro anasema kafiachara. Sio anasema hivyo hapo. Nyinyi mnasema nini wazee? Moyo wako umeuelekeza wapi? Niwaombe kwamba huu ni mwezi wa pili. Januari ishapita na mambo yake yote. Hii mioyo yetu ambayo inapenda kupotea tuielekeze upya. Tukumbuke kwamba sisi ni watu wa kiroho. Ndio tunaishi katika mili. Huu ni mwili wa nyama, lakini sisi ni watu wa kiroho. Tunaishi katika ulimwengu ulioanguka, lakini sisi ni watu wa kiroho. Tunaposema sisi ni watu wa kiroho, tunamaanisha hivi: tumejazwa neno. Tumezaliwa kwa neno. Tunaongozwa kwa neno. Kwa hiyo tudumu katika neno. Rudi tena. Mambo yamekuwa mengi, mahangaiko pia yamekuwa mengi, lakini rudi tena. Tuliza nafsi yako. Sawa? Leo ni siku ya kwanza ya mwezi mpya. Wacha uwe mwanzo mpya pia. Tuliza nafsi yako. Uelekeze moyo wako tena. Jikumbushe, mimi ni mtu wa kiroho. Japo kuna mambo mengi yanayoendelea, mimi ni mtu wa kiroho. Nitaishi maisha ya kiroho. Kivipi? Nitapata uzoefu mpya tena na sauti ya Roho wa Mungu. Sauti ya Roho wa Mungu nitaisikia vipi? Katika neno la Mungu. Nataka ujazo. Tumekuwa Pentekoste, niwaambie, inamisha kichwa chako mwambie Mungu nataka ujazo. Mngepiga mayowe kweli kweli hapa. Nijaze Yesu. Hapana. Inamisha kichwa chako wewe. Si Pentekoste. Wewe mwenye ufahamu mzuri wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Inamisha kichwa chako mwambie Mungu nataka ujazo. Tufanye hivyo. Sio kinaya, tufanye hivyo. Mwambie Mungu nipe ujazo wa Roho, ujazo wa neno.